Msikilizaji na mtazamaji, hii ni MTV1 online inayokutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa moja wapo ya zile zinazounda Afrika Mashariki. Leo ni tarehe 19 Mei, kukiwa joto kali katika baadhi ya sehemu. Jina langu ni Jerome Hassan Kiawere, nikiwa chini ya milima mirefu ya Rwenzori katika mji wa Beni. Taarifa kubwa leo ni waasi wa FC M23 wakishirikiana na UNHCR wafanikiwa kuwarudisha nyumbani kwao wakimbizi wa Rwanda waliokuwa kwa muda mrefu katika misitu ya mashariki mwa Kongo tangu vita vya kimbari vya 99. Hapa tunakuja kurudisha Wanyarwanda kwao. Hao Wanyarwanda ni familia za FDLR au ni watu wenye FDLR zimekamata matekwa. Kamanda mmoja wa jeshi la serikali ya DRC FARDC akimbia na pesa za mshahara ya wanajeshi na wazalendo Kivu Kusini. Tunalaumu sana kitendo ambacho na jeshi letu, wa ofisa wa jeshi letu la Kongo wanaendelea kutenda, ikiwemo huyo kanali ambaye alipewa pesa za kuwasaidia wajeshi wengine na kusaidia hata wazalendo. Ni hayo kwa siku ya leo, tunaandamana hadi mwisho wa dakika 15 na hatimaye ndio habari zenyewe. Serikali ya Rwanda imewapokea wakimbizi zaidi ya 800 kutoka ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakimbizi ambao ni raia wa Rwanda waliokimbilia misitu ya DRC tangu miaka ya 98. Abel Tongo na taarifa zaidi. Nane Vianney ana watoto 6 aliowazaa akiwa ulayani Masisi, ambako walikuwa wamejenga na familia yake tangu walipokimbia kutoka Rwanda na familia mwaka wa 1998. Akiwa mtoto amekuwa katika timu ya kwanza ya watu wanaorudi nyumbani kwao Rwanda baada ya kukamatwa na waasi wa FC M23 kukamatwa mjini Goma na Masisi. Sisi tunaenda kwetu Rwanda. Mnatoka wapi na mnaonaje hatua ya kuwarudisha kwenu Rwanda? Tumetoka Mkongo, juu wameturudisha kwetu Rwanda, tumefurahi sana. Juu sie walitubeba kule, tuko watoto sana, tumekwamalia kule na kuoa, tumezala watoto. Hii njoo turu ya kwanza kufika mu Rwanda, ninafurahi sana. Yani wewe haukuzaliwa Rwanda? Nilizaliwa Rwanda. Oroke ba mama balinibeba niko mtoto. Kwa hiyo umefanya miaka mingapi huko? Sizijue ni za mingi. Ninaeneza 35. Sasa unajisikiaje leo kurudi Rwanda? Ninafurahi sana. Kongo ulikuwa unafanya nini na ulikuwa unaishi sehemu gani? Ninaishi sehemu ya Kingi, pembeni ya Kabati. Ulikuwa unalima mashamba? Ni kulima tu ndio kazi yangu. Unaweza ambia nini pengine wengine ambao wanabaki kule? Nabo Mungu abasaidie, nabo bafike bajionee. Ni nini ilikuwa inaacha mnabaki kule? Ni kuona tu maisha yenye tunaweza, juu tumekomalia kule, ni maisha tu tumezoea, ndio tunashinda kule sasa. Jina Bonane Vianney. Juhudi zinazofanyika katika ushirikiano UNHCR ikishirikiana na serikali ya Rwanda na waasi wa M23, wengi wao wakiwa ni wanawake na wazee. Huko narudia kwetu. Kwa Mkongo. Sehemu gani? Kwa ngamba ya Kanyaruchinya. Na leo unajisikiaje kuona unatoka Kongo unarudi Rwanda? Kwa najisikia bie. Unaenda Rwanda. Ulifika Kongo muda gani? Na maliza miaka 30. Leo unajisikiaje kurudi kwenu Rwanda? Najisikia mzuri, juu nilizaliwa Rwanda. Leo nimependa nirudie kwa penye nilizaliwa. Jina lako? Bahati Elia. Una watoto wangapi na wabibi wangapi? Niko na bibi mmoja na watoto 5. Meya wa mji wa Rubavu, yaani Gisenyi Mulindwa Prosper, ameiambia MTV kwamba wakimbizi hao wanaotoka DRC watapeleka katika sente ya mpito wakifanyiwa uchunguzi na baadaye kupewa vitambulisho vipya vya Rwanda kabla ya kurudishwa katika maisha yao ya kawaida nchini Rwanda. La nationalité est automatique quand on est né au Rwanda, on est rwandais. Mais ce qu'il faut, c'est d'être enregistré dans le système du Rwanda, de l'agence rwandaise d'identification. Et puis, quand ils sont rwandais, bien sûr, ils jouissent des mêmes droits que les autres Rwandais. Ils peuvent décider de rester ou aller ailleurs. Ça, c'est leur droit. Ils peuvent même se déplacer et choisir le lieu où ils se sentent mieux de rester. Au Rwanda, là, on n'est pas obligé de rester dans un seul district. On a le droit d'aller n'importe où au Rwanda, mais aussi
aller à l'extérieur à travers des voies officielles. La majorité ils ont des cartes congolaises, les cartes d'électeurs. S'ils sont congolais, on va le savoir. Parce que c'est pour cela qu'on passe par le centre de transit. Il y aura un processus de faire l'analyse encore pour détecter qui sont rwandais ou qui ne sont pas rwandais. S'ils réclament être congolais, ils seront encore donner le droit de retourner chez eux et faciliter. Mais nous les considérons comme rwandais jusqu'à maintenant parce que nous les avons reçus de l'agence habilitée, le HCR, et nous assumons qu'ils sont rwandais. Mais si au centre de Nyarushishi, on détecte des Congolais qui ne sont pas rwandais, ils seront facilités de retourner chez eux. Kwa jumla, wakimbizi zaidi ya 2,000 wakiwa ndio watarudishwa nyumbani kwao, huku bado msako wao ukiendelea mashariki mwa DRC. Na mulikuwa ni mwandishi wetu Abel Tongo. Kuhusiana na hatua hiyo, tumezungumza naye Mumbere Bwana Pua, mbunge wa Goma akiwa mjini Kinshasa. Unajua kwamba tumepata habari kusema kwamba waasi wa M23 na AFC wameungana kusema kwamba wanafanya mazungumzo na Rwanda, na hiyo imetoa matunda yale ambayo wamewarudisha wahami wa Rwanda, wale ambao walikimbia vita Rwanda wakija Kongo. Na hiyo ni kwa mshangao mkubwa sababu wahami wa Rwanda kuja Kongo walikuja sababu ni taifa la Kongo ndilo liliwapokea wahami hao. Lakini tunashangaa ya kwamba waasi wa M23 ndio wao wanaweza kurudisha wahami hao, kuwarudisha Rwanda wakisaidiwa na HCR. Ikiwa mambo hayo yanaendelea hivyo, tunamshangao sababu kuna mazungumzo ambayo imeandaliwa kati ya taifa la Kongo na taifa la Rwanda, na hiyo ingekuwa kazi ambayo ingeendelea kwa mazungumzo. Lakini tunawashangaa sana hiyo siasa ambayo M23 na AFC wanafanya, ikiwa ni taifa la Kongo na taifa la Rwanda ndio wao wangeendelea kuzungumuza ili waendelee namna gani kuwarudisha wahami hao. Unajua ya kwamba ikiwa mambo inaendelea vile, mimi kama mwanabunge nilichaguliwa Goma, najua ya kwamba kuna watu wengi ambao wamekamatwa, zidi yao wanawake hata watoto ambao wanakamatwa kwa kinguvu, wameacha vitu vyao, wameacha wengine wameacha ng'ombe za kwao, hata wengine wameacha vitu kadhalika. Hiyo ni kitu ambayo tunalaumu sana sababu ilikuwa ni mazungumzo ya inji ya Kongo, ya taifa la Kongo hata taifa la Rwanda, kujua na kuwaidentify hao watu, kujua nani anaenda na nani ni mkongomani, sababu kati yao kuna hata wale ambao ni wakongomani ikiwa wanasema lugha la Kihutu, lakini wote si wale ambao walitokea Rwanda. Kuna wale ambao wamebebwa kwa kinguvu, na ikiwa ni waasi wa M23 ndio wana nguvu leo huko ndani ya mitaa ambayo imekamatwa na hao waasi, ndio maana wanaendelea kukamata wakongomani, ikiwa muna wale ambao kweli walitoka Rwanda, lakini wote wanakamatwa kupelekwa Rwanda wakionekana kama vile wahami. Hiyo ni kitu ambayo tunalaumu, na tunaomba community international iweze gisi ya kufuatilia hiyo maneno, sababu haiwezekane hata inaonyesha ya kwamba Rwanda nayo inataka kusema kuna wahami ambao walitoka Kongo, inawezekana nao pia tuwalete Kongo, sababu wanaishi huko Rwanda ikiwa ni wakongomani. Hiyo ni mazungumzo ambayo inaomba inafanyika zidi ya taifa na taifa lingine, ikiwamo taifa la Kongo na taifa la Rwanda, na kukiwa hata upelelezi wa hiyo ambayo tunaita community international. Tukitoka Goma tuelekee Mangurijipa wilayani Lubero, ambako hali ya wasiwasi bado yaendelea kuripotiwa kwenye baadhi ya vijiji kutokana na shambulizi la watu wanaozaniwa kuwa ADF. Abel Tongo na taarifa zaidi.
Hali ya wasiwasi yazidi kuendelea kuripotika katika eneo la kusini mwa Mangorejipa na Baswa baada ya shambulizi la watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF iliyoripotika Jumamosi 18 Mei iliyopita na kulenga kijiji cha Masakoki kwenye misitu ya magharibi mwa kijiji cha Buyinga katika usultani wa Baswa wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Kulingana na mkaadhi wa eneo hilo, shambulizi hilo lilipelekea watu kuuawa na wengine kujeruhiwa, pia nyumba nyingi kuchomwa kwa moto, ikiwemo makazi ya kiongozi wa asili wa eneo la Musindi. Kulingana na mkazi huyo, waliojeruhiwa katika shambulizi hiyo walifikishwa Jumapili iliyopita huko Buyinga kwa ajili ya tiba. Wakati huo huo, wakazi wa kijiji cha Makoko waliohama makao yao kwa ajili ya usalama wao kutokana na mlio wa risasi, silaha nzito na rashasha zilizosikika eneo hilo Jumamosi iliyopita kutokana na mapambano kati ya vikundi viwili vya wazalendo vinavyopatikana eneo hilo. Makoko ni kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa kilomita 10 magharibi mwa kijiji cha Muhangi, eneo la Bulengya kwenye usultani wa Baswa wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Kulingana na mkazi huyo wa huko Muhangi, kikundi kimoja cha wazalendo kilianzisha mapambano eneo hilo kuomba kurejeshwa kwa silaha zao zilizoporwa siku zilizopita na kundi lingine la wazalendo. Hali hiyo ilipelekea raia wa kijiji hicho na vijiji jirani kuhama makao yao kwa ajili ya usalama wao. Hali hii yajiri baada ya shambulizi la watu wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF kuripotika Alhamisi iliyopita na kulenga kijiji cha Makele karibu na kijiji cha Makoko. Tukipanda hewani tulitamani kuzungumza na kupata maoni ya viongozi wa eneo hili, lakini tathmini zetu hazikufua dafu. Mimi ni Abel Songo, MTV Online. Taarifa toka Kivu Kusini zasema mwanajeshi mmoja ambaye ni mmoja wa maafisa wa FARDC amekimbia na mshahara wa wanajeshi baada ya kupewa pesa za wazalendo na wanajeshi wanaokuwa katika mapambano dhidi ya M23 mkoani Kivu Kusini, eneo la Uvira, swala linalowakera wabunge na mashirika ya kiraia. Huyu hapa tena Mumbere Bwana Pua. Tunashangaa nikiwa kuna hata ndani ya jeshi letu la Kongo wale ambao wanaunga mkono waasi wale ambao tunawajua Wanyarwanda, ikiwa M23 na wale ambao wanaungana pamoja. Tunalaumu sana kitendo ambacho na jeshi letu, wa ofisa wa jeshi letu la Kongo wanaendelea kutenda, ikiwemo huyo kanali ambaye alipewa pesa za kuwasaidia wajeshi wengine na kusaidia hata wazalendo ambao wanapigana vikali kulinda nchi yetu ya Kongo. Lakini kwa mshangao tunaona yule ambaye alipokea hizo pesa anaamua kutoka ndani ya jeshi letu la FARDC na kuhama na kukimbia na hizo pesa kuenda kujiunga na waasi wa M23. Ile ni kitu ambayo tunalaumu, na tunaomba government yetu ya Kongo iwe très vigilant, iwe makini, sababu hiyo comportement ya hivi ni ya kudemoralize wanajeshi wengine hata wazalendo, sababu tunataka tumalize vita, lakini ikiwa kungali wale wa Kongomani, wale wanajeshi wa taifa, wale ambao wangali na hiyo roho ya kwenda kujiunga na waasi, hiyo ni kitu ambayo tunalaumu, sababu inaomba tuwe kweli na roho ya uzalendo, na hiyo itatupermettre kumaliza hiyo vita. Asante sana. Kutoka DRC tunakwenda Kenya, Nairobi, ambako Wizara ya Usalama nchini Kenya imeanzisha operesheni ya kitaifa almaarufu Ondoa Jangili katika juhudi za kudumisha utulivu katika maeneo ambayo yanakabiliwa na ukosefu wa usalama. Dinichi Saka kutoka Nairobi, Kenya, na habari hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen. Murkomen amesema wasiwasi kuhusu kuibuka kwa makundi ya majangili, utumizi wa dawa za kulevya na ulanguzi wa binadamu umetanda katika kaunti hiyo ya Isiolo. We want to make sure that this place remain peaceful, so that political competition does not lead to loss of life. This is a very important area with various challenges, vast land,
poor infrastructure, which contributes immensely to the issue of banditry. Waziri alidokeza kuwa kundi la maafisa wa usalama kutoka asasi mbalimbali limeimarisha operesheni za kuvunja mitandao ya wahalifu katika eneo hilo kupitia mkakati wa ondoa jangili. Aidha, waziri huyo alisema operesheni hiyo imefanikisha kupatikana kwa bunduki 46 na bangi yenye thamani ya shilingi milioni 10. Because the connection between Isiolo and Samburu, for example, is very poor, and some wards like Oldonyiro, they are inaccessible. Wakati huo Murkomen alisema washukiwa 4 waliokuwa na silaha walikamatwa, huku wengine 9 wakitiwa nguvuni wakishiriki ulanguzi wa bangi na binadamu kutoka nchi jirani. Aliwaagiza machifu na manaibu wao kufanyia serikali kazi na kukoma kufuata maagizo ya wanasiasa ambao wana maslahi ya kibinafsi. Alikuwa ameandamana na kamishna wa polisi eneo hilo Paul Rotich, maafisa wakuu wa serikali ya kitaifa na maafisa wakuu wa usalama eneo hilo. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Dennis Chisaka, mwanahabari wetu kutoka huko Nairobi, Kenya. Ni hayo kwa siku ya leo. Niite Jermaine Hassan Kiawere niliyekuandalia matangazo haya. Asante na siku njema.